kuona uzuri wake Bwana. Kwa hiyo nakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya hai. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo. Tunapojiweka mbele za Bwana ili ya kwamba aendelee kutulinda, atuepushe na yale mabaya, na akatukirimia kibali cha kuona yaliyo mema, na kwa imani yote yanawezekana. Naomba nawe pia unaweza kujiombea hapo ulipo, kumpa Bwana hitaji lako, na yeye Mungu mwenye nguvu na anaweza kurehemu na kusikiliza, nawe ukashuhudia wema wa Bwana. Zaburi 61 mstari wa kwanza na wa pili. Halafu tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalm 61 verse number 1 and 2. Ee Mungu, ukisikia kilio changu, uyasikilize maombi yangu. Toka mwisho wa nchi nitakulilia ninapozimia moyo. Uniongoze juu ya mwamba nisioweza kuupanda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, Mungu mwenye uwezo, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na kwa wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa uvumilivu na ustahimilivu wako. Masaa tuliyofika imegharimu mkono wako. Tunasema ni asante. Asante Bwana kulinda mahali hapa. Asante kulinda wasikilizaji wote. Asante kulinda kazi na wafanyikazi. Asante kwa amani na utulivu. Asante Bwana kwa maana unatuwazia mema. Sifa zote na utukufu sikurudie uketipo kiti chako cha enzi mbinguni. Unastahili, unatosha na unaweza Bwana. Ndipo Jehova tunashuka chini ya miguu yako, tukiria kwamba sisi bila wewe hatuwezi. Tunakutegemea kwa ajili ya siku ya leo. Bwana, ukazidi kutusimamia na kututetea. Uzidi kutuongoza Jehova. Utuepushe na ile njia ya mauti. Utuepushe na ile njia mbaya. Kwa maana mamlaka yanawe Jehova katika maisha yako yasiyowezekana kibinadamu, lakini kwako Bwana yote yanawezekana. Tunakukabidhi mahitaji ya siku ya leo. Bwana, ukazidi kufanya suluhu, kwa maana uweza unawe Jehova. Mahali kuna makosa yanayozuia msaada wako, utusamehe na ututakase, utusafishe, na pia Bwana utubadilishe tupate kibali machoni pako Bwana. Unapozuri wengine ukakumbuke mahali hapa Bwana, ukaonekania kila mmoja sawasawa na ulivyokusudia mbinguni. Na sifa zote zitakurudia Jehova. Chochote ambacho hujapanga mahali hapa siku ya leo, tunakanusha kipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, mpango wako mwema pekee ukatimie mahali hapa Jehova. Na sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Tunapoenda kulisikiliza neno lako, nikirimie neema ya kunena yapasayo na yastahilia kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Bwana, ninaomba likambadilishe, likamfanye kuwa mwana katika ufalme. Nimekamata mateka mamlaka yote ya shetani, mamlaka ya kutoa kuzimu baharini, mamlaka ya washauri na waganga, mamlaka ya kuzuia na kupinga neno, ninayapisha akapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tawala mahali hapa, ukatende mema katikati yetu, na sifa zote zitakurudia Bwana. Tumeamini ya kwamba umetenda na utazidi kutenda. Damu yako itufunike, damu yako ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. Mungu wa amani akubariki, kutunze na kulinda, kujalia kibali na neema ya kuona uzuri wake ndani ya maisha yako. Tunayo sababu ya kumshukuru Bwana, kwa maana sio wengi waliolala waliamka,
Basi wengi waliamka wangali hai masana wakati huu. Sisi kama tuko hai ni kwa rehema za Bwana, ni kwa uvumilivu wake Mungu, na pia ni kwa sababu mawazo yake ni mema juu ya maisha yetu na anayo mipango mizuri. Ndio maana katikati ya mauti ametuweka hai, katikati ya mabaya bado tunaendelea kuishi. Hiyo mpendo, mtumaini sana Mungu, muamini yeye na pia umtumikie yeye. Uchague ile njia ambayo inampendeza Bwana. Kwa kila jambo weka Mungu mbele. Yale unajua ni mabaya usiyatende, epukana nayo, ili ya kwamba wema wa Bwana uweze kudhihirika ndani ya maisha yako. Na pia ujichunge sana na wale walio karibu nawe, wasije wakakushawishi kutenda mambo ambayo yampendezi Mungu. Shetani hawezi kumtumia mtu aliye mbali na wewe, anamtumia yule tu aliye karibu nawe. Kwa ni vizuri sana kujiangalia na walio karibu nawe, wasije wakakushawishi au wakakushauri mashauri yasiyofaa, ukapitia njia ambayo haimpendezi Mungu. Ni vizuri kuweka Mungu mbele na kumhusisha Bwana wa kila jambo unalolifanya, ili ya kwamba mbele yako kusiwe na aibu, bali kuwe na utukufu, mwisho wake uzima wa milele. Naye Mungu yeye anatupenda na anatuwasia yaliyo mema. Nami hapa bado nakuletea neno la Mungu ili uendelee kulisikia, ujue neno la Mungu linavyosema na uweze kulinganisha na maisha yako, ili yale ambayo unaweza kana unashiriki ambayo yanasemekana hayafai, basi uweze kuyaacha, na yale ambayo yanafaa uyashike, ili uweze kuona msaada wa Mungu ndani ya maisha yako, maisha uzima wa milele. Muhimu sana, Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Amwamini ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kama unasikiliza nawe bado hujamkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kama hujamkubali Yesu Kristo, uko upande mbaya sana, na kusihi umkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Hapo ndipo kuna ushindi, hapo ndipo kuna utukufu, na hapo ndipo kuna msaada, mwisho wake uzima wa milele. Nje ya hayo ni fedheha, aibu na majuto mpaka jehanamu ya moto. Usikubali kuishi maisha kama hayo wakati kunao mwito wa wokovu. Naye Mungu anasema haijalishi kosa lako, haijalishi dhambi yako, lakini ukikubali na kutii, makosa anasamea na anakupa mpaka mema ya nchi. Ndio maana Paulo alikuwa muuaji, lakini wakati aliangushwa katika barabara ya Dameski, Paulo alikubali mwito wa Bwana, akageuka, akaacha ile barabara, akawacha kila alikuwa anaenda kufanya, akakubali kubadilisha, na Paulo akawa mhubiri. Leo yuko anangojea kuingia uzima wa milele. Kwa hiyo mpendo, usiendelee kushikamana na maovu, usiendelee kushikamana na mabaya. Siku zilizobaki ni za kumtumikia Mungu, ni za kukubali mwito wa wokovu. Maria anasema leo tusikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako wa mgumu, usifanye moyo wako wa mgumu. Muitika mwito wake Bwana, kubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, maana mwito wake ni wa kushiriki utukufu na uzima wa milele. Ukiukataa unashiriki mauti, fedheha na jehanamu ya moto. Sikubali mpendo. Kama umeokoka usimame imara. Tuko siku za mwisho ambazo Yesu alisema upendo wa watu wengi utapoa. The love of many will grow cold. Kwa hiyo kama umeokoka usimame imara, uthibitishe kwa matendo kwamba Yesu ndani yako.
Maandiko yanasema ushike sana ulicho nacho, mtu mwingine asitwae taji lako. Kumbuka Yesu alisema wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kama ulijaliwa neema ukaokoka mbeleni, chunga sana usije ukaacha wokovu. Chunga sana isije ikatokea matendo yako yakaanza kurudi nyuma, upendo wako ukapoa, mambo ya Mungu ukaanza kuyakosea hamu na ukaanza kuyakosea ladha, ukajikuta umerudi tena duniani. Na Yesu anasema mtu akiokoka akirudi nyuma, pepo 8 wanaingia ndani yake, na tena hali yake ya maisha inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa hiyo kama umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, simama imara. Kuna vitu vingi vya kurudisha nyuma, lakini kurudi nyuma ni hasara kabisa. Backslide, kuacha wokovu ni hasara, kwa sababu maisha yako ya mbele yatakuwa mabaya kuliko ya nyuma. Heri kushika wokovu, heri kushika Yesu. Hata kama umefanyikaje, hata kama umetendewa kitu kanisani sio mbinguni. Unaweza kuingia kanisani na sio kila aliye kanisani anaenda mbinguni. Wengine shetani ameweka pale ili wakukwaze wewe unayetaka Mungu ukwazike, uache wokovu. Useme vile walinifanyia kanisani, sitakokata siku nyingine tena. Hata Yuda anasema wako waliojiingiza kwa siri, ambao ni wana wa mafarakano, wana wa utengano. Kwa hiyo mpendo, na Yesu mwenyewe akasema wako wengine ni viongozi kanisani, lakini wakimwona anaenda mbinguni wanamfungia. Kwa hiyo ni vizuri wa maangalifu. Usiache Yesu kwa sababu ulifanyiwa kitu kanisani, ulikwazwa, sijui ulisingiziwa, ulisengenywa, unawacha wokovu. Ni hasara, ni hasara kubwa. Shika Yesu. Hata kama umesingiziwa, umesarauliwa, umefanyiwa nini, umemkopesha Mkristo pesa ametoroka nayo. Sio kila Mkristo ako na Kristo. Wengine Ukristo ni wa jina tu, lakini moyoni Kristo hayumo. Kwa hiyo ukimpa Mkristo pesa zako atoroke nazo, usikufanye umdharau Kristo, ukatae wokovu. Maana Kristo, kando na pesa walizotoroka nazo, Kristo alikukufia wewe msalabani, akakulipia deni la dhambi. Sasa hiyo, na wale mnakopeshanga wachungaji pesa, pole sana. Usimkopeshe pesa, kwa sababu hiyo inaweza kuwa sababu ya wewe kwenda jehanamu. Nilimkopesha huyo pesa yangu hakunilipa. Hata mapasa waleo ni waongo tu, hata hakuna haja ya kuokoka, wokovu ni wa uongo. Sawa, utaniambia kama Yesu ulimkopesha akosa kulipa, siku ya hukumu utaenda jehanamu. Na kama ulishawahi kopesha mhubiri pesa na akataa kulipa, hilo lisikufanye umkatae Yesu. Usikufanye umkatae Yesu, maana Yesu yeye amekulipia deni msalabani. Amekulipia deni msalabani. Najua mambo kama haya wamewafanya watu wamedharau wokovu. Hata wakiambia wakoka wanasema wokovu wa nini? Kama fulani alininyang'anya na ni Mkristo, nini? Kristo yeye hajawahi kunyang'anya. Na sio kila mtu amesema Yesu ni Bwana. Hata Yesu mwenyewe amesema Mathayo 7:21, sio watu wasemao Bwana Bwana watakaoingia, sio watu. Luka 13 amesema wengi watataka lakini hawataingia. Sijui nani ambaye ninaongea na yeye amekwazwa na Mkristo, ameibiwa na Mkristo, ametukana na Mkristo, amefanyiwa kitu kibaya na Mkristo na amezarau Kristo. Ole wako, kwa sababu umeenda jehanamu. Hata kama ulikosewa na mtu anajiita Mkristo, hiyo sio sababu la kukataa Ukristo. Sio sababu ya wewe kudharau wokovu. Biblia iko wazi, sio kila mtu asemaye Bwana Bwana yuko kwenye barabara ya Kristo. Kwa hiyo mpendo,
Kama ulifanyiwa kitu na Mkristo na ukadharau Ukristo, urudi kwa njia. Ukawacha wokovu, ukawacha kanisa. Umeamua ukaa mtu wa dunia. Hell is real and heaven is real. And on the judgment day, no excuse. No excuse. Hakuna excuse tutapeana. Ati nilikosewa na ule mhubiri ndio maana nilikataa Yesu. Na Yesu alikosea nini? Nilikosewa na ule Mkristo ndio maana nilikataa wokovu. Na Kristo alikosea nini? Nilikosewa na lile kanisa. Ile kanisa waliniudhi ndio maana niliacha wokovu. Na Kristo alikuudhi. Kristo naye alikuudhi. Mtamu. Mrudia Bwana. Kuna watu walikuwa wameokoka. Haya mambo nataja yaliwapata. Na waliacha wokovu. Return back to the Lord. Mrudia Mungu. Maana huko uliko ni kubaya. Mrudia Mungu. Return back to the Lord. Hata kama Judas alisaliti Yesu, wanafunzi 11 hawakuacha Yesu. Na Yesu hakuacha misheni aliyokuwa anaenda kuishughulikia. Misheni ya msalabani aliitimiza hata kama Judas alimsaliti. Nasikiliza Yesu mwenyewe alivyosema. Kuna watu wamekwazwa na Wakristo na wamedharau Kristo. Kuna watu wamekwazwa na mapasta, wamedharau wapasta. Utajikuta jehanamu. Utajikuta jehanamu. Mrudie Mungu, shika wokovu. Mathayo 18. Haya ni maneno ya Yesu. Mathayo 18. Yesu anasema hivi. Mstari wa 7. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu mambo ya kukosesha. Maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Yesu anasema tukiwa hapa ulimwenguni kuna mambo ya kukosesha, ama mtumie lugha ya kueleweka, mambo ya kukwaza yapo. Kwa hivyo yakikupata usichukue hatua mbaya kwa sababu nilikwazwa. Usiache wokovu kwa sababu nilikwazwa na Mkristo. Usiache kwenda kanisa kwa sababu nilikwazwa na kanisa. Watu wa kanisa walinikwaza. Utakuwa umepitia njia isiyofaa. Maandiko yanasema na maneno ya Yesu mwenyewe. Anasema mambo ya kukwaza hayana budi kuja. Mambo ya kukwaza hayana budi kuja. Lakini ole wake mtu yule ambaye analeta jambo la kukwaza. Ole wake yule mtu ambaye analeta jambo la kukwaza. Ole wake mtu. Lakini mambo ya kukwaza lazima yatatokea. Lakini kwa yote hayo hatustahili kuchukua hatua isiyompendeza Mungu. Hatustahili kuchukua njia isiyomfurahisha Mungu. Hatustahili kuenenda kwa ile njia ambayo haifai. Hata kama tumekwazwa, hatustahili. Tunastahili kuchukua ile njia inayompendeza Mungu. Inawezekana umekwazwa mahali. Ulichukua hatua gani mtu wako? Ama unapanga kuchukua hatua gani? Yesu anasema mambo ya kukwaza lazima yatatokea. Lazima. Unaweza kukwazwa hata na family member. Isiwe sababu ya wewe sasa kumchukia na kuanza kumtangaza na kuenda paka kwa mganga sasa kwa sababu ya family member. Utakuwa umeenda pande ile isiyofaa. Mambo ya kukwaza lazima yawe. Lakini shika sana ulicho nacho. Lakini mpendwa, linda moyo wako. Methali 4:23 nasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Usilinde heshima. Heshima huja na ikaenda, lakini moyo wako ni wa muhimu sana. Usilinde vya dunia kwa sababu utaviacha. Ukikwazwa, linda moyo wako. Usichukue njia mbaya. Usitende mabaya. Mungu hachukui excuse. God does not take excuse. He does not. He is a holy God. And without holiness, we can never see him.
Without holiness, we cannot see him. We cannot. Mtu wa Mungu, mambo ya kukwaza lazima yatakuja. Unaweza kwazwa hata kazini. Angalia sana usichukue hatua mbaya. Unaweza kwazwa hata kwa familia. Unaweza kwazwa hata pale umeoleka. Angalia usichukue hatua mbaya. Usichukue hatua ambayo haifai. Usitende maovu. Usitende dhambi. Yusufu alikwazwa akauzwa na watu wa kwao, lakini hakuchukua hatua mbaya. Watu wengi wanalemewa wanapokwazwa, wanachukua njia mbaya. Ndio maana Mungu hawapiganii wanadamu. Ndio maana Mungu hawatetea wanadamu, kwa sababu hawako pamoja na yeye. Wameenda pande isiyofaa. Unaingia kusengenya mtu maana amekukwaza. Unaanza kumtangaza. Unaingia paka madharau. Maana kuna vile alinikwaza. Kuna vile alinikosesha. Sasa unamwanza kumdharau. Mtu wa Mungu, usishindwe na ubaya. Paulo akaambia watu wanaitwa Warumi, usishindwe na ubaya, lakini ushinda ubaya kwa wema. Wengi tunashindwa na ubaya, na ndio maana ubaya unakaa maishani mwetu, kwa sababu sisi tunashindwa na ubaya. Kidogo tu umechukua hatua mbaya, kitu kidogo tu umeamua kuharibu. Ulikuwa mtu mzuri, umeamua kuwa mbaya. Ulikuwa mtu ambaye muungwana, mtu wa heshima, unakuta umetukanana kwa liko tena sokoni, kwa sababu nimekwazwa, sijui amenikwaza. Unarusha matusi mazito wewe ya ajabu. Hata wenzako wanakuambia wacha. Kini wapi? Umetawaliwa na kiasira cha ujinga. Unanena maneno ya ajabu. Unasahau ya kwamba maneno yako yako na nguvu. Na kwa maneno yako utabarikiwa, na tena utalaaniwa kwa maneno yako. Maneno yako yanaweza kukufunga ama yakakuweka huru. Yesu anasema mambo ya kukwaza hayana budi kuja. Ati mimi sitakangi mtu anikosee. Kama utaki mtu akosee, ukufe. Ukikufa huwezi kosewa. Lakini kama uko hai, mambo ya kukwaza hayana budi kuja. Yaani lazima yakuje. Lakini ukitaka kumuona Mungu, lazima ushinde vikwazo. Lazima ulinde moyo wako. Lazima ujilinde sana masaa ya kukwazwa. Usichukue hatua mbaya. Usitawaliwe na hasira. Ni hasara Waswahili walisema. Usitawaliwe na hasira uchukue hatua mbaya, kwa sababu nimekwazwa. Hati vile alinifanyia ndio maana nilifanya hivi. Huwezi kuona Mungu. Waliomwona Mungu walikwazwa. Hata Hana, kwa unasema ati walinikwaza kanisani, waliniongelea vibaya. Hana ameitwa na kuhani mrefu. Eli akamuuliza Hana, wewe kwani wewe umelewa hii asubuhi? Lakini hiyo jambo halikumkwaza Hana aongee vibaya. Aache kwenda kanisa. Wewe uliacha kwa sababu sijui ati waliniongelesha vibaya. Alafu unangojea Mungu. Hana angefanya hivyo asingewaona Samueli. Mambo ya kukwaza hayana budi kuja. Hana ameenda kanisani na uchungu wake wote. Ameomba mpaka sauti imepotea. Lakini Eli akikuja, anamuita Hana mlevi. Anamuuliza, mama, kwani nimelewa masaa 3? Nimeshalewa. Hana hiyo jambo hakuliweka moyoni. Alimwambia Eli, mimi ni mwanamke wa huzuni na uchungu. Kile nimefanya hivi ni kumwaga roho yangu kwa Bwana. I have poured my soul to the Lord. Wewe ulipokwaza uliacha kanisa, ukaanza kulipiga vita kanisa, maana ulikwazwa na unataka baraka. Pole sana. Kuona Mungu ni ngumu. Mwanangu nimembamba. Wendao mbinguni. Wengi wanataka na hawezi kuona. Kwa sababu sisi tuna roho ndogo sana. Ukikwazwa kidogo tu umechukua hatua mbaya. Na unaenda unapambaniwa, unaongezea sukari na chumvi kila kitu. Kachumbari unakoroga kabisa. Unamharibia mpaka mke wa mchungaji jina. Hata vile aliniongelesha. Unaongeza maneno yako na unataka baraka.
hasara sana hii. Watu ni hatari sana. Kama utakuwaza na uchukue hatua mbaya, yani kuona Mungu ni ngumu. Unaweza kumtaka lakini kumuona itakuwa vigumu. Unaweza kumuita lakini sasa mashtaka yatakuwa vigumu. Kile kikwazo kilikufanya ukaharibia mtu jina. Kile kikwazo kilikufanya pia ukamsingizia mtu, ukamwongezea mtu makosa ambayo hamuna. Kwa sababu ya kutawaliwa na kikwazo, ukashindwa kulinda moyo wako. Nimekuwa mfano, Hana anaomba kanisani, wewe unasema walinikwaza kanisani, walifanya hata roho yangu itakai kwenda kanisa. You are not a child of God and you are going to hell. Repent and go back to church. Hana ameita mlevi na pastor. Kuhani ameombea Hana, wewe mlevi, kwani umelewa asubuhi mapema hivi? Amekwazo wewe, hiyo ni neno zito sana. Angalia, umetusiwa nyumbani, umekimbia kanisani unaomba, alafu unaitwa mlevi na hujakunywa. Hiyo ni kitu cha kukwaza mtu sana, lakini roho yake Hana alilinda. She guarded her heart. She never answered rudely. She never jumped and went out of the church. Hakutoroka aende kuharibia jina kanisa kama wengine. Kwa kitu kadogo umeenda kuharibia kanisa jina na unangojea Mungu akubariki. Umeenda kuharibia mpaka nyumba ya pasta jina kwa kitu kadogo tu. Kitu kidogo tu. Wewe umeenda kuharibia mpaka mhubiri jina na unangojea baraka. Hana hakutoka akienda kutangaza, ilikuwa anaomba, ule pastor akaniita mlevi, kwani ananidharau aje, aliniona aje. Hana hata hiyo story tunafanya kuandikiwa sisi. Hana hakuyizungumza yeye. Wewe unahitaji kutubu, kwa sababu tulibebwa na vikwazo, tulitawaliwa na vikwazo. Tulipokwazwa hatukujilinda, tulichukua njia mbaya. Ndio maana mabaya hayaondoki kwetu. Anayeshindwa na ubaya hauwezi kuondoka nyumbani mwake. Lakini mtu anayeshinda ubaya kwa wema utakaa maishani mwake. Bwana Yesu akusaidie sana, mtu wa Mungu. Tunataka Mungu, lakini njia ya Mungu ndio wengine hatumo. Tuko nje ya ile njia ya Mungu. Lakini sisi tunamtaka sana huyu Mungu. Inawezekana wewe ni mmoja wa watu walikwazwa, wakataliwa na kiasira, wakavaja vitu havina maana, wakaenda kukoroga, wakaongezea maneno, ndio story ipambe moto sana. Unahitaji utubu. You need to repent. Kuna vitu mpendwa, hata kama umekosewa usistahili kuongea, achia Mungu. Maana maneno yako ndio baraka zako. Na Mungu huwa hajikani, yeye analifuatanga neno lake. Kuna vingine mpendwa, hata ukikasirisha usiongee. Usiongea, mtu wa Mungu. Maneno yako ndio baraka yako na ndio kesho yako. Maneno yako, mambo ya kwanza hayana budi kuja, lakini ujilinde sana, mtu wa Mungu. Yakikupata ya kukwaza, ujilinde sana. Usichukue njia mbaya. Usichukue hatua mbaya. Mungu yeye hana upendeleo, na huwezi kumwambia nililemewa ni fulani alisababisha. Mungu ameweka sheria zake na hukumu zake. Tuzishike hata kwenye shida. Tuzishike hata mahali kuna tatizo. Ndio mahali kuna aibu tutatokea na utukufu. Mahali kumewekwa fedheha tutatokea na utukufu. Baada ya Hana kukwazwa na Penina na kuitwa mlevi na Eli, Hana amezaa Samueli, nabii mkubwa Israeli mzima, aliyesikia sauti ya Mungu angali mtoto mdogo, na akasikia sauti. Wao wanataka kesho kubwa, na hata barabarani tu mtu anakanyaga tu na tukanana kwa kweli. Ni kama hautakuwa mchafu. Ama mwenzako anashuka ngari, bahati mbaya na kanyaga kiatu yako, unamtukana wewe. Ni kama hiyo kiatu itakula ugali.
na itachafuka tu. Lakini unamtusi mtu wewe, yani umekwazwa kidogo tu, umeongea maneno ya ajabu, karibu vita, na unataka baraka. Unajua hata nguo ikiwa safi aje, kesho huwezi kuivaa. Na hata ukivaa kesho huwezi kuvaa kesho kutwa, bado itachafuka tu, na utaitoa, utaiosha. Tusitawaliwe na vikwazo wapendwa, na kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, na kuropokwa matamshi yasiyofaa. Ni hasara, ni hasara. Ni vizuri kujilinda na kuwa mwangalifu unavyoenenda, na unakuwa aware. You must be aware. Hata Petro anaambia watu wanaitwa Wakristo, anasema katika 1 Peter 5:8, anasema shetani mshtaki anazunguka kama simba agurumaye. You must be aware of the devil. Na the devil hawezi tumia ng'ombe ama mbuzi, anaweza tumia mwanadamu yoyote aliye karibu naye. Kwa hiyo lazima uwe aware of the devil. Ndio ukikwazwa mpendwa, usichukue hatua mbaya, usichukue njia mbaya, usichukue uamuzi mbaya. Na wakati mwingine when you are at the point of ya kukwazwa, ni vizuri uelewe baraka imekaribia. Kila mtu aliyekwazwa, baraka ilikuwa mbele yake. Unaona, baada ya Hana kukwazwa, ndio sasa Samueli amekuja. Lakini nategemea utachukua hatua gani ukikwazwa. Vikwazo vikikufikia, inategemea utachukua hatua gani. Utajilinda ama utajiachilia kwa dhambi. Utavumilia kikwazo ama utabebwa na kiasira. Uchukue njia mbaya, unamtukana mpaka mama mkwe kwa sababu umekwazika, unamtukana mpaka mama mkwe. Na unataka tukuombee sana nyota ya ndoa, na wewe ulikwazwa kidogo, ukamtukana mpaka mama mkwe, tena matusi ya ajabu, kamuita mpaka mchawi. Sasa umekaa unataka tukuombee Mungu akubariki na ndoa. Tatizo kubwa, shetani ana mashtaka yako. Maombi ni mazuri, lakini matendo ya muhimu sana. Na tunapoomba tusisahau mbinguni kuna record. Hata nabii mkuu akikuombea usisahau Mungu ana record yako. Na pia shetani yako naye. Shetani pia ana record. Ni mshtaki. Kwa hiyo mpendo, ndio maana mzungu anasema silence is wisdom. Na ni maneno ya Daudi. Psalms 39, Daudi anasema hivi: mtu wa Mungu, usikubali vikwazo vikutawale. Na ukikwazwa ajilinde sana, usichukue hatua mbaya. Hasira ni hasara. Psalms 39:1. Nilisema nitazitunza njia zangu, nisije nikakukosa kwa ulimi wangu. Nilijitia lijamu kinywani, maadamu mtu mbaya awapo mbele yangu. Nilikuwa sisemi, nilinyamaza kimya, sina faraja, maumivu yangu yakazidi. Moyo wangu ukawaka moto ndani yangu, na katika kuwasa kwangu moto ukawaka. Huyu ni Daudi. Anasema yeye aliamua hata kosea Mungu na kinywa chake. Hata kama mtu mbaya atakuwa mbele yake, ameweka lijamu kwa kinywa chake. Na anasema wakati mtu mbaya alikuwa mbele yake, anasema nilikuwa sisemi, nilinyamaza kimya. Sisi ni wale tukikwaza tunalopoka, wewe tunaongea. Naongea mpaka unakwaza, kuna mzee unalopoka mpaka mambo ya ukitandani, mpaka ya ushago. Hata kwenyu, yatani ulinipeleka kwenyu, ukafanya hivi bla bla, mama yako. Alafu unarudi unalala kwa ile nyumba na unangojea baraka.
na umeshatawaliwa na vikwazo, umechukua njia mbaya. We are the people who invent failures in our lives, not God, even not the devil. Shetani hana nguvu ya kusababisha wewe uanguke, hana. Ni wewe mwenyewe ndio unaleta mwanguko maishani mwako, kwa sababu unapokwazwa unachukua hatua isiyofaa. Unatawaliwa na kile kikwazo, unaenda kwa ile njia ambayo haifai. Ndio sasa shetani anakuwa anapata makao na maishani mwako. Kwa hiyo anakuangusha kirahisi. Lakini Daudi anasema, nilisema sitafanya dhambi na kinywa changu. Hata kama mtu mbaya atakuwa mbele yangu, anasema nilijifanya bubu. Nilikuwa mtu asiyeongea. Moyo wangu uliwaka moto, bali alisikia uchungu wa ndani. Lakini Daudi anasema I kept silent. Nilinyamaza. Na wewe kunyamaza. Unatukana mume wako kuanzia saa 6 mpaka saa 9 asubuhi, bado unaongea tu bado. Akiondoka asubuhi akienda kazini, unaacha bunge mosho ni jaisha, to be continued. Akirudi jioni tena bado mnaanzana. Na wewe unataka Mungu akubariki, na unabeba vikwazo, unatembea na vikwazo, unatamka matamshi mabaya kwa sababu umekwazwa, na unataka Mungu akukumbuke. Ni ngumu mpendwa, njia ni nyembamba sana. Usipojilinda huwezi kumwona. Na watu wa visingizio hawatawahi ona Mungu. Hadi sio kutaka kwangu ni fulani alifanya. Watu kama hao, they can never see God. And they will never see God. Because those who saw God, they never excuse themselves. Hata wengine wanasema they chose to die rather than to sin against God. Walichagua hata kufa. Walipewa nafasi ya kujisaidia, lakini walikataa. Wasije wakamkosea Mungu wao, wakasimama pande ya Mungu. Hata wengine wameokoka, wanayakanga Yesu chini, wanaanza kutukanana na kupigana. Alafu wanasema Mungu ni wa huruma. Mungu ataelewa, sisi ni binadamu. Man is to error. Mungu ni wa huruma. Utajua ni kwa nini hakuhurumia Kaini, na yeye ni wa huruma. Sodoma na Gomora ilichomeka na salfa, ikaingua yote, na Mungu ni wa huruma. Mtu wa Mungu, mambo ya kukwaza hayana budi kutokea. Lakini ukitaka kumwona Mungu, jilinde sana. Jitunze sana. Masaa umekwazwa, usichukue hatua mbaya. Masaa umekwazwa, usitende dhambi. Usichukue njia isiyofaa. Masaa umekwazwa, usitawaliwe na kile kikwazo ukatenda mambo yasiyopendeza Mungu. Masaa umekwazwa, kwingine vumilia, kwingine mpendo si lazima uongee, nyamaza. Unaweza kuongea mambo yakawa sababu ya laana maishani mwako. Unaweza kuongea mambo na watu wanasema wacha ongee. Msimusumbue, wacheni aongee mtoke. Lakini unaweza ongea mambo yakaleta laana maishani. Ndio Daudi amesema alinyamaza. Alichagua kunyamaza. Hata kama alisikia moyo unauma, kumewaka moto, alisema sitaki kukosea Mungu. Sitaki nikosea Mungu. Akakuwa kimya kabisa. Na ndio maana Mungu anasema, kwa Daudi anasema, I have found a man after my own heart. After my own heart. Kwa sababu ni mtu ambaye vikwazo halikumbadilishia tabia. Vikwazo halikumbadilisha akafanya mabaya.
Vikwazo havikumbadilishia hilo, nasema mood. Nilikuwa tuna mood nzuri, fulani ameharibu mood yangu. Sasa unakuta kila saa ni kutukana tu watu. Hata mtu wako kukosea kidogo umemtukana. Hata ukifika nyumbani unatukana watoto wako. Umekuwa sasa umeharibika. Umekwazwa kazini. Mama kikwazo mpaka nyumbani, mzee akiongea na mjibu tu hivyo hivyo. Maana kikwazo umekwazo wewe. Mke wako anakuuliza pesa ya sukari na mjibu majibu ya ajabu. Ati sasa kazini wamenikwaza. Mtu wa Mungu, kubarikiwa usahau. Huwezi barikiwa. Hata ukistafuta huwezi kuziona. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu ndani ya moyo wako kunatoka chemichemi za uzima. Na ndio maana Mathayo 5 mstari wa 8, wenye moyo safi watamuona Mungu. Na wakati umebeba vikwazo ndani yako, moyo wako sio msafi, kwa hiyo huwezi kumuona Mungu. Ukano siko. Na kama huwezi kumuona Mungu, basi utamuona shetani. Na shetani si rafiki yako, ni adui, ni mwizi, ni muuaji. Shetani anakuharibu, anakuua. Wengine wamebeba vikwazo ya ushago, ako navyo Nairobi, na anataka aone baraka hapa, na amebeba vikwazo kutoka ushago, amebeba moyoni mpaka saa hii ako nazo. Mpaka unapigia story watu ambao hata mkuzaliwa na wao, hata si wa kabila yako. Unaanza kuwapigia story za vile usijui ulifanywa na nani ushago kweli. Will they help you? Hata Mungu anasema ya sahau yaliyopita. Isaiah 43 verse number 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, hata msiyatafakari. Nasema tazama, nitafanya jambo jipya. I will do a new thing. You want your life to be new, but your inner man is not new. You are still carrying grudge, enmity of the past. Rekodi za zamani umebeba. Umekaa na vikwazo. The point sasa, mwanaume mmoja alikukwaza, umewadharau wanaume wengine wote. Unaona hawana maana kwa sababu ya kikwazo cha wanaume mmoja, na unataka kuona Mungu. Usahau. Mwanamke mmoja ndiye alikukwaza. Umebeba kikwazo, umeweka wanawake wote. Umewadharau wanawake wote. Na unataka kuona Mungu. Na unaamka mapema. Unafanya kazi mpaka Sunday. Yaani hata siku ya holiday wewe upo. Hata ugonjeke upo. Na kikwazo umebeba. Mfuko wako umetoboka. Hata uweke ngapi, utawahi kuziona. Mbona vikwazo mpe? Mambo ya kukwaza lazima yatokee. Lakini hiyo sio sababu ya kutembea na vikwazo moyoni, kuchukua hatua mbaya kwa sababu ya vikwazo. Hapana. Ni kujilinda. Waliomwona Mungu walijilinda. Usidharau kabila mzima kwa sababu mtu mmoja wa ile kabila alikukwaza. Unadharau kabila mzima. Kwa kabila fulani mimi naitukia sana. Alafu unangojea baraka. Taziona kama jirani. Kwako huwezi kuziona. Kwa sababu umeruhusu kikwazo kimekutawala. You mock the whole tribe because of one person. Only one person. You mock Christianity because of one person. You mock every preacher because of one preacher. Aliyemkwaza. Unaongea vibaya kuhusu wachungaji sasa. Unawadharau watumishi wa Mungu kwa sababu ya mmoja aliyemkwaza. Na tena wewe hujui kama huyu alikuwa mtumishi wa Mungu ama alikuwa ni ngozi ya kondoo, hujui. Wewe unatukana watumishi wote wa Mungu na wadharau na unaongea vibaya kwa maana ati mmoja alikukwaza. Na unataka Mungu akusimamie, akukumbuke, ati akubariki, maisha yako ibadilike. Ngumu uwezekani mpendwa. Na leo hivi ndio utambua yako ni gani. Tubadilike. Tubadilike na tutupe mbali. Hebrews 12 verse number 1.
Anasema we are surrounded by a cloud of witnesses. Tumezingirwa na wingu la mashahidi. Akina Musa wako mbinguni, Hana ako mbinguni. Ukisema ati nilikwazwa nikafanya mabaya, Hana ako mbinguni. Anasema yeye alipokwazwa hakufanya mabaya. Wewe sibarikiwa na Mungu. Ukisema ni watu wa familia walifanya hii, Yusufu yuko mbinguni shahidi. Alipofanywa na familia vibaya, Yusufu hakuenda kufanya mabaya. Sasa wewe ukikwazwa na ufanye mabaya, shahidi yuko mbinguni Yusufu. Huwezi kubarikiwa wewe. Wesi. Tumezingirwa na wingu la mashahidi. Watu waliotangulia walipitia magumu kutuliko sisi. Walikwazwa, lakini hawakuchukua hatua mbaya. Hawakuruhusu vile vikwazo viwatawale. Hawakutumia vikwazo. Hata Yusufu akiwa Misri haribii familia yake jina. Wewe uko Nairobi unaharibia shemeji yako jina na ako Ushago. Unaharibia ango yako jina. Ati alinikosea sana, sijui alinikwaza, alifanya hivi na vile. Yusufu akiwa Misri hata hakuna mahali aliwataja wakwao. Kumaanisha hakuwa na kikwazo ndani yake. Hakubeba kile kikwazo. Na ndio maana Mungu alikuja kumbariki. Wewe utabarikiwaje na umebeba vikwazo? Utabarikiwaje? Utaonaje Mungu umebeba vikwazo ndani yako? How will you see God? Mungu. Tumezingirwa na wingu la mashahidi. Anasema basi tuweke mbali kila mzigo mzito na ile dhambi imetuzinga kwa wepesi. Tuweke mbali mzigo mzito wa anko yako, weka mbali. Mzigo mzito wa ule ex wako, weka mbali. Maana hata ndio mkalale naye hukuomba Mungu. Ni chipusi na sausage na mandazi ya wanyama na pesa za kudanganyika. Sasa mzigo mzito weka mbali. Hiyo vikwazo weka mbali, uone Mungu. Hata kama ulipata ametoroka na vitu vyote mwanaume, ndio umpe kifunguo au kumeomba. Ni macho ya uzinzi. Bali kudanganya. Sasa mzigo mzito weka kando. Ndio uone Mungu. Tupa mbali hiyo kikwazo. Anasema tuweke mbali kila mzigo mzito na ile dhambi inatuzinga kwa wepesi. Tuweze akiona the glory ahead, akadharau the shame of the cross, and now he is seated at the right hand of God. Sasa hivi ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba akiwajia maadui zake. Na maandiko yanakuambia kuna mashahidi wako mbinguni. Itakuzuia. Anasema tumezingirwa na mashahidi wengi. Tuweke mbali kila mzigo mzito. Tuone msaada wa Mungu. Hata huyu mtoto ukimwona, si hata mimi nilikuwa namtaka huyu mtoto. Ni shemeji yangu ndiye alifanya nikampata. Ni kazi yangu alinifukuza ndio maana nikapata huyu mtoto. Yaani mtoto wa miaka 3 na yeye bado na story za upuzi. Na wataka kuona Mungu. Na mbona vitu havina maana. Hakuna mtu ambaye vikwazo ataona Mungu. Ni mzigo mzito ambao unakuzuia kuona Mungu. Hata ufanye bidii. Vile vikwazo umebeba wachana navyo. Na story za kusema fulani alinifanyia fulani, wachana na hizo story. Hazisaidiani, hazijengi. Tena zinakufanya unakuwa mtu mwovu. They make you lose for the supper. You cannot be strong enough to defeat the devil. Wakati kila saa unaongea tu fulani alinifanyia, fulani alinikwaza, fulani alinikosea sana.
You can never be strong enough to defeat the devil. The people who live on the negative of the past, they can never conquer the devil today. And their future is never bright. Because they are living in the past. Mungu akanibariki. Tutangoja sana. Mungu abariki watu ambao hawatawahi sahau. Anabariki watu ambao wanatupa kando mzigo. Negativity of the past wanarusha huko. Wanakana imani ya kuona uzuri kesho. Nao ndio tuweke kando wapendwa. Kila mzigo mzito tuliobeba ndani yetu. Ulifanyiwa nini? Yalishafanyika. Hata ukiyakumbuka hakuna kitu utatengeneza. Salisha moyo wako uone Mungu. Ulikwazwa na nani? Hata usinge ukimsengenya fulani. Anti yangu sijui pasta, anti yangu alinipitisha shida sana, unikumbuka sana. Wewe useme shida yako, unasema mambo ya anti yako. Kuna mtu nilifanya naye kazi, sasa alinikosea sana. Kama wengine unasema nilifanya naye 2010. Yaani mpaka 2010 mpaka leo wewe bado uko vikwazo. From 2010 mpaka leo. Na unataka uone Mungu. Mpaka tunaanza kuongea vibaya. Tunaanza kuwachukia watu kwa sababu ya vile walikufanyia. Tunakaa na chuki ni ya shetani. Yusufu hakuchukia watu wa kwao kwa sababu walimuuza. Ndio siku walikuja kupata chakula. He gave them food. Joseph never told them Mwisau ile mlikuwa mnamtesa. Unaambia watoto wa anga yako. Wamekuomba kiatu ya shule. Unawaambia habari ile alifanyia. Siwezi kumwambia kiatu. Pesa niko nazo. Lakini mama yenu ndiye alinitesa. Siwezi kumwambia kiatu. Yaani wewe unakuwa mpumbavu kwa kweli. Unauza baraka zako kwa pesa nani? Unataka kusaidia watoto kwa sababu ya mama yao alikukosea wewe. Unawaambia kama si vile mama yenu alikufanya, ningekuwa nimewalipia school fees. Kile vile alikufanya siwezi kusaidia. You are now carrying what is not right. So you can never see God. Yes. Angalia wewe pamoja na yale mambo ulifanya utotoni mabaya. Mungu bado anakusaidia. Hata ukiomba anakusaidia. Hasa mimi nilifanya ukiwa mtoto. Siwezi kusaidia. Hata wengine walitoa mimba. Lakini Mungu sasa bado anakuamsha. Hata sasa hivi anakukumbusha. Lakini wewe una mtoto innocent amezaliwa juzi. Hata ajui wewe na anti mlifanya na nini. Mtoto amezaliwa tu juzi. Anakuomba msaada. Unaanza kumwambia mama yako alikutesa sana tukiwa wadogo. Siwezi kusaidia. Kwangu usikanyaga. Na unataka kuona baraka. Impossible. Walimtesa Yusufu wakamuuza. Akafungwa jela bila makosa. But when they came to Egypt, in times of need, Yusufu aliwasaidia watu wako.